Wakizungumza, baadhi ya mashuhuda walioshuhudia tukio hilo wamesema marehemu huyo alitoka nyumbani kwake asubuhi mapema na kufika katika eneo hilo na kuanza shughuli ya ukataji wa jiwe ambayo ndiyo kazi yake ya kujipatia kipato, na ndipo alipofikwa na ajali hiyo ya kufunikwa na kifusi hadi kupoteza maisha. Kwa kweli tulikuwa pamoja katika hatua hizi za kujitafutia riziki za halali, lakini bahati mbaya na muda wake tayari umefika, ndio imetokezea kama hili ambalo limetokezea. Chanzo cha ajali hii ni kwamba alikuwa yuko katika jitihada la kulifanyia maarifa jiwe lianguke. Kwa hiyo katika jitihada zake za kulifukulia yako iko chini katika mvungu, ndio jiwe limeanguka kabla ya bila kutegemea vile ambavyo alitegemea kwamba lianguke. Nipo katika eneo hili la Kware hii ya Kibaridi katika tukio ambalo limetokezea muda si mrefu. Ni tukio ambalo ni la kusikitisha kidogo. Baada ya mfanyakazi mmoja ambaye kwa ni mchimbaji jiwe maarufu Bwana Juma Suleiman kupata mtihani wa kukatikiwa na mwamba wa jiwe. Na kama unavyojionea pale kwamba tupo katika jitihada za kuhakikisha kwamba tunatafuta mwili wake, kwa sababu jiwe ni kubwa. Na bila kupata gari ambayo itakuja kuondosha jiwe hili, basi itakuwa kidogo ni ngumu kupata mwili wake. Hapa tulipo ni tokeo ambalo lilotokea mwanamchi wangu kuelemewa na mawe wakati yuko katika pushani za uchimbaji wa mawe. Lakini baada kama saa 4 niko ofisini, nikaipata taarifa na mwanamchi raia mwema, akanambia kuna kijana tayari ameshabebwa na mawe. Kwa hiyo kwa bahati nzuri, hatua ya kwanza nikafikia kuja kuangalia hali. Lakini baada ya kufika hapa, kwa kweli hali ilikuwa ni ngumu, kwa sababu nilikuwa kwa kweli nikiambaza kizima cha mawe. Mkuu wa operesheni zimamoto na uokozi zoni ya Pemba, mratibu mwandamizi Mbaruk Ali Juma, ameeleza hali ya zoezi la uokozi ilivyoendelea hadi kumfukua marehemu huyo akiwa tayari ameshafariki dunia. Majira ya saa 4:30 tulipata taarifa kwamba kuna mtu kanamiwa na fusi eneo la Pujini. Tumefika eneo la tukio na kukutia mtu huyo bado yuko chini ya fusi hilo. Hapo taratibu zinaendelea ni za uokozi, lakini kulingana na pande kubwa la ardhi limekatika na limemlalia, ilibidi tupate msaada wa Staveta. Ilibidi tufanye tutafute msaada kutoka kwa wenzetu watu wa mawasiliano. Tumechukua muda kwa lingana, magari yenyewe yalikuwa na kwenye pilika nyingine za kikazi, lakini hata hivyo yamefika eneo la tukio na taratibu zilizoendelea hapo ni za uokozi. Tumefanikiwa kutoa mwili huo, lakini kwa uthibitisho wa daktari ni kwamba alikuwa ameshafariki. Bahati nzuri hapa nyuma mwenzetu afisa mdhamini ofisi ya makamu wa kwanza rais alikuja katika eneo hili na kutoa tahadhari katika tukio hili, lakini pia kusitisha hatua hizi za uchimbaji wa mawe katika eneo hili. Lakini kwa bahati mbaya mwenzetu ameendelea na hatua hii, hatimaye leo tumepoteza maisha. Kwanza nichukue fursa hii kuwapa pole ndugu na jamaa, kwa sababu msiba umeandikwa na wajibu kupokea, kikubwa na kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini la pili, bado tuendelee kuwasihi wananchi, utaratibu huu wa uchimbaji wa mawe hauendani kitaratibu za kimazingira, lakini pia imekuwa ni chachu ya kusababisha maafa na kupoteza wananchi wetu. Msingi tufuate taratibu zote tunazoelekezwa na serikali, na kama kuna utaratibu wa uchimbaji wa mawe tutapewa utaratibu kupitia wizara husika, ikiwemo Wizara ya Maji, Nishati na Madini. Hakika sote ni wa Mungu na hakika kwake yeye bila shaka yoyote tutarejea. Muda na siku inabaki kuwa ni fumbo. Kutoka Pemba, Aisha Haji FM.